Malalamiko yale ambayo tumekuwa tukiyalalamikia kuhusiana na userious wa Singida Black Stars kwenye ushiriki wa ligi yanaendelea kutuonesha picha ya kwamba wao ni timu ya aina gani kwenye ligi. Unapata muda wa kupumzika takriban wiki 2 hadi 3, unajiandaa kwa ajili ya mechi ya Simba tu. Unaifuatilia Simba inacheza mashindano makubwa, unajua udhaifu wake na faida yake, bado unakuja kucheza nao wanakufunga. Simba amekuja uwanjani akiwa amechoka. Yaani kila mchezaji pengine alikuwa haitaki ile mechi. Na hata kama wamemaliza, siamini kama leo kuna mchezaji wa Simba anaweza akaenda kwenye familia yake hata kwa bahati mbaya kusalimia. Nadhani wengi watajifungia kambini kwa sababu unajua kwenye familia ukirudi kama umeoa kuna mahitaji lazima ufanye. Sasa kwa namna ambavyo wamechoka, nadhani pia hata wenza wao watawapumzisha. Sasa Singida Black Stars ambayo unahitaji alama 3, unashindwa kumfunga Simba ambaye kachoka namna hii, unataka kumfunge nani tena? Kwa hiyo ni ngumu. Singida kanisikitisha. Tulikosoa kikosi cha Singida kilichocheza dhidi ya Yanga, tukasema ni cha maigizo. Lakini ninakosoa mchezo wa leo waliocheza Singida vile vile ni wa maigizo. Yaani wachezaji wa Singida waliopumzika kwa muda mrefu wamecheza kwenye rhythm inayofanana na wachezaji wa Simba ambao wametoka kwenye tough game. Tafsiri yake ni nini? Singida pia wametuekitia kwenye mechi ya leo kama ambavyo walituekitia kwenye mechi ya Young Africans. Kama kukaa muda mrefu bila kucheza imekuwa ni sababu kuzingatia walikuwa na mchezo mmoja tu wa kirafiki? No, kutocheza muda mrefu inaweza ikawa ni athari. Sawa, nakubaliana na hilo. Lakini athari ambazo utazitaka wewe. Unajua kabisa nina tarehe fulani, nina ratiba ya mechi. Nacheza mechi na timu fulani yenye level gani? Nikapenda karata yao ya kucheza mechi ya kirafiki na Yanga Afrika. Nikafurahi waliweza kumfunga Yanga Afrika. Nikasema kama Singida akaweza kumkamia Yanga akamfunga, manake kajua majibu jinsi ya kucheza na timu kubwa. Timu kubwa hii Simba imekuja imechoka, bado inakufunga. Unakuja unalalamikia waamuzi eti penati, hakukuwa na penati yoyote. Unataka kuniambia kwamba mchezo ambao walicheza Young Africans na Singida na huwa leo wa Simba ni michezo ambayo inafanana? Ni michezo ambayo inafanana, tofauti yake ni cover ya mechi ya Yanga na Singida Black Stars. Ukifananisha na cover ya mechi ya Singida na Simba ndipo zinatofautiana. Ila ukifungua usome ndani sasa ujumbe ni ule tu. Yule aliingia na lineup ya mchongo akaja kutuigizia, huyu kaingia na lineup serious lakini hajafanya kila ambacho alipaswa kukifanya uwanjani. Tunazijua performance za kina Poku, tunazijua performance za kina Trabitra, tunawafahamu kina Jonathan Soa akiwa anataka jambo lao. Rupia, kuna muda kwenye serious game Rupia ni bora kuliko Jonathan Soa. Kuna wakati mwalimu anawachezesha double wote wawili. Leo kamwanzisha Rupia nje ambaye yuko serious zaidi. Na alivyoingia tukaanza kuambiana wenyewe Rupia kuwepo kwenye kikao cha mwisho. Kwa sababu kaingia serious zaidi kuliko Jonathan Soa ambaye alikuwepo. Kwa hiyo ni mwalimu tu, either tukubali David Ouma ni kocha wa kawaida sana, anafundisha timu kubwa kuliko uwezo wake. Kikosi kinampalia. Kikosi cha Singida ni kikubwa kuliko David Ouma. David Ouma hatoshi kuifundisha Singida Black Stars kwa sababu hana msimamo, na ninaamini vikosi pia kuna wakati labda nahisi hapangi yeye. Kwa kama unapangiwa hadi vikosi, maana yake utoshi kuwa kocha mkubwa. Kama unapanga wewe mwenyewe na unatuonesha kile kinachofanyika uwanjani, basi hatoshi kuwa kocha wa Singida Black Stars. Baadhi ya matukio tuliona wengi wakilalamika wakisema labda yalikuwa ni penalty. Wewe kwako wewe Halisasile ametenda haki pande zote? Sijaona tukio lolote ambalo linaniashiria kuwa ilikuwa ni penalty. Yaani matukio yote ambayo watu wanadai kuwa ilistahili kuwa penalty, kwangu mimi nimeyatazama kiuandishi wa habari na uchambuzi nikagundua hakuna tuta ya vile. Yaani eti mchezaji unajilegeza kwenye box kwa makusudi uguso uanguke. Yaani unataka umlagai muamuzi. Sasa Elsasi ni muamuzi smart, moja ya waamuzi bora ambao tumeshawahi kupata kwenye ardhi yetu ya Tanzania ni Elsasi, kabla ya kupitia naye majanga yake kama binadamu, kuna kuteleza na kuanguka. Lakini kwenye mechi ya leo kaka, asikudanganye mtu, hakukuwa na ishara yoyote inaonyesha ni penalty. Zaidi unaweza ukampa red card Jonathan Soa kwa ulagai ambao alikuwa anajaribu kufanya kwa waamuzi. Kaguswa begani, kaanguka chini, kashika miguu. Wapi na wapi? Hata mimi siweki tuta. Yaani umeguswa begani, umegeuka, umeanguka, unashika miguu na galagala. Unauliza umeumia wapi, unafungua ugoko unaonesha. Yaani umeshikwa begani unaumia ugoko. Tuangalieni mpira kwa akili jamani. Wakati tunazungumza Singida Black Stars kwamba wamecheza kwa kiwango cha chini, hauoni kama hii pia tunaweza tukampongeza mwalimu wa Simba kwa kufanya Simba imekuwa na consistency pamoja mlikuwa na mechi back to back? Kwenye mechi ya leo hakuna lolote la kumpongeza Fadraman Davis. Naye tusimvishe sana ukubwa huo kwa sababu wameingia wachezaji wamechoka. Kwa kocha mwenye ubora na mbinu nyingi zaidi, labda Chasambi ambaye hakucheza hata mechi moja angemtanguliza kuwa chambo kwenye kipindi cha kwanza. Lakini bado yeye Chasambi ambaye angekuwa chambo nafasi ya kuwa chambo. Sasa manake mwalimu hana mbinu za ziada. Kaanza na plain kikosi chake cha kila siku chenye wachezaji wamechoka na kakilazimisha kianze.
Kaka, kwa kocha serious, ile lineup ya Simba leo kocha serious anzi nayo, kwa sababu anajua kuna maisha baada ya kesho. Wachezaji ukiwatumikisha sana wanachoka. Kuna muda Kapombe anaimba, anaomba kabisa, jamani nitoke. Mwalimu anakuambia huku nje, nikimwangalia Duchu, nikimwangalia bwana nani aliyekuja kwa kutudanganya Kijili, anatikisa kichwa, anarudi, endelea baba, endelea. Sasa mpira huko hivyo, Kapombe atakuja kufa uwanjani siku moja labda. Tuache wachezaji kuwatumikisha zaidi. Mechi ya leo imeonyesha Shomari alikuwa kachoka. Kuna muda alianza kipindi cha kwanza anashambulia sana, kipindi cha pili mechi ikainamia kwake. Kuna muda akaonyesha ishara ya kuomba kutoka. Mimi nimeiona kwa macho yangu, na si yeye tu, wachezaji wengi wa Simba walikuwa wamechoka, lakini ndo hivyo yametokea. So Fadlu David, ushindi wa leo wala asijipige kifua, ni ushindi ambao umetokea tu, kama ajali imetokea twende, lakini hawakuwa na sifa kushinda mechi ya leo dhidi ya Singida. Ni kweli kama Singida ingekutana na Simba ile ambayo haina uchovu, wangechukua goli za kutosha leo? Singida huyu kwa namna anavyocheza, anavyoziendea game za Simba, siku ipo siku, si nyingi, kwa kuwa msimu huu unaisha, msimu ujao atakula goli 5 hata zaidi, kwa sababu wenzake Simba wanamchukulia anakuja serious, alafu yeye anaenda kuchekesha. Sasa kuna siku Simba atamkuta kwa serious kweli, atampiga goli nyingi Singida. Anayemtuma Singida anamponza, yani ampunguzie speed ya kumtuma, kwa sababu atakuja kumletea gharama nyingine ambazo zisizo na msingi. Kwa kile ambacho labda tuhame hapo, kwa kile ambacho kinaendelea, baadhi ya matukio ambayo sio ya kiungwana yanatokea katika michezo. Tuliona kule kuna baadhi ya mashabiki ambao walipigwa katika mechi ya fainali, lakini hapo leo hii Young Africans na wenyewe wakatoa barua kukemea hivyo vitendo. Wewe kama mchambuzi wa masuala ya kabumbu, na lipi la kuzungumza katika hili? Nilitarajia kuona labda timu ambayo inaongozwa na mwenyekiti wa vilabu barani Afrika ikitoa hata pongezi kwa Simba kumaliza nafasi ya pili licha ya kushindwa kuwa bingwa kombe la shirikisho. Sasa hawakuona kila ambacho kimefanyika kwa Simba chenye thamani, wameenda kuleta barua eti wa mashabiki wa timu yao wamevuliwa sijui jezi, wamepigwa, kitu ambacho sidhani kama kilikuwa na haja kuweka public hivyo. Yani sidhani, nadhani kitu ambacho wangeweka public na watu wangewaona ni team serious na watu ambao wako smart, ni kuipongeza Simba kufika hatua ya finali, ni kuipongeza Simba, kuipa pole kwa changamoto ambazo wamepitia. Kaka, tumeonewa taifa letu la Tanzania na muamuzi mmoja tu kwenye mechi ya finali. Kila aliye na damu na ndui ya Kitanzania kaonewa na muamuzi kwenye mchezo wa finali. Lakini tumeshindwa wengine kumlalamikia muamuzi, unakuja kulalamikia mashabiki wa timu yako wamevuliwa nguo, sijui wamepigwa, wamefanywaje. Aliyewaambia waende uwanjani ni nani? Kwa sababu taarifa ya Simba ilisema asiyehusika na show ashuke, kwa sababu wana ukatili, wana roho sio ya kibinadamu, wana roho ya mnyama ambao wanaweza wakafanya tukio lolote la mwisho kwa binadamu la hatari. Hiyo kauli mimi ilinitisha, sijaenda Zanzibar, kwa sababu nilikuwa najua anaweza likanikuta. Kauli ya Ahmed Ali alisema kwamba sasa hivi anayetumwa kuturubuni tunamwomba aache, tusije kulaumiana, tusije tukasikia milio hapo baadaye. Tumebadilisha roho zetu, sio za binadamu, roho zetu ni za mnyama mkali ambaye anataka kutafuna, na wako tayari kufanya tukio lolote la hatari kwa binadamu. Kaka, hiko ni kifo, maana tukio la mwisho ni kufa kwa binadamu. Ila Simba walisema wako tayari kufanya tukio lolote la hatari kwa binadamu. Bado unaenda na jezi zako kuishangilia, sijui ulienda kushangilia kutoshangilia. Wao ndio wenye makosa walioenda na jezi za timu yao sehemu ambako walikatazwa na angalizo lililokuwepo. Tuacheni ushabiki kuanza eti makosa. Hakuna makosa, kwa sababu wao walitaka kufanywa makosa.